Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya wana-TAWOSCO natoa shukrani zetu za dhati kwa kukubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu wa 5. Umetupa heshima kubwa na umedhihirisha upendo wako kwa chama chetu cha wanawake wamiliki wa shule na vyuo vya kati. Umeendelea kutushirikisha katika masuala mbalimbali ya kitaaluma na kijamii, ukitutambua kama wadau muhimu katika sekta ya elimu. Naomba kutaja machache kati ya mambo ambayo umetushirikisha na kutuheshimisha. Ushirikiano wa wizara katika kipindi kilichopita. Katika mkutano wetu mkuu wa 4 uliofanyika Lenana Hotel Mwanza tarehe 23 Julai 2025, Mheshimiwa Waziri alitupa nafasi ya kukutana na kujibu hoja zetu, na tarehe 9 Agosti 2025 aliitisha mkutano wa wanachama wote wa TAWOSCO katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo alifika yeye binafsi pamoja na viongozi na watendaji wakuu wa wizara, akiwemo Katibu Mkuu Profesa Caroline Nombo, Kamishna wa Elimu Dr. Liambwene Mutahabwa, Katibu Mkuu Mtendaji wa NECTA Profesa Saidi Ali Mohamed, na wakurugenzi wa vitengo mbalimbali. Mkutano huo ulifuatiwa na mwingine katika shule ya wasichana Kilakala, Morogoro, tarehe 25 Septemba 2025. Ulihusisha wizara mtambuka zikiwemo TAMISEMI, fedha na afya, ili kujibu na kufafanua hoja zilizohitaji uchambuzi wa kina. Hoja nyingi zilipata majibu. Tunashukuru sana kwa utendaji huu uliotukuka. Mheshimiwa Waziri alitupa nafasi 3 za kushiriki katika vikao vya ubia kati ya sekta ya umma na binafsi PPP, pamoja na vikao vingine vya wadau, vikiwemo vya marekebisho ya sheria ya elimu sura ya 353 na mkutano wa wadau wa elimu wa shule zisizo za serikali kuhusu ushirikiano wa kupokea wanafunzi watakaotokana na makundi rika mawili double cohort ifikapo Januari 2028. Alikubali kukutana na viongozi wetu na kutoa ushauri na maelekezo kuhusu namna ya kuandaa hoja zetu juu ya utaratibu wa utozaji kodi katika shule na vyuo vyetu. Tunapenda kukufahamisha kwamba tulifanikiwa kukutana na task force ya kodi inayoongozwa na Wizara ya Fedha tarehe 25 Mei mwaka 2026 na tarehe 1 Juni 2026 tulikutana na kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti. Katika vikao vyote viwili tuliwasilisha andiko letu lenye mapendekezo ya namna bora ya utozaji kodi. Tunashukuru pia kwamba Kamishna wa Elimu alitupatia mwakilishi wa wizara Bwana Salum Kilipamambu aliyekuwa msaada mkubwa katika kutetea hoja zetu. Ziara ya mafunzo nchini China iliyofanyika tarehe 8 hadi tarehe 22 Aprili 2026. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa wizara yako kukubali kugharamia wakurugenzi wawili, Dr. Margaret Matonya wa elimu maalum na jumuishi na Dr. Frederick Salukele wa elimu ya ufundi na mafunzo ya amali. Ziara yetu ilikuwa na mafanikio makubwa kama tulivyoeleza katika taarifa tuliyokuandalia. Jambo lililotudhihirishia thamani unayotupa ni pale katika siku ya kuwasilisha bajeti ya wizara tarehe 7 na tarehe 8 Mei 2026 mlipotutambulisha kwa majina yetu na kusifia kazi kubwa inayofanya na TAWOSCO. Tunasema asante sana. Na hayo yote ikiwemo kwenda China kwa gharama zetu wenyewe kujifunza mafanikio ya wenzetu katika elimu ya amali na mafunzo ya ufundi. TAWOSCO na dira ya wizara. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua kwa heshima kwamba wizara imeainisha wazi kuwa sekta binafsi ni muhimu katika kupanua fursa na kuboresha ubora wa elimu, na kwamba mkakati wa kupokea wanafunzi wa makundi rika mawili double cohort mwaka 2028 utategemea kwa kiasi kikubwa ushirikiano wa umma na binafsi PPP, ambapo tathmini ya wizara imeonyesha uhitaji wa takriban madarasa mapya 500,000 ili kukidhi mahitaji ya wanafunzi hao. TAWOSCO tunajiona
kama sehemu ya jibu la mahitaji haya, si kama mzigo, bali kama mshirika. Vile vile tunaunga mkono kwa vitendo mikakati ya kitaifa ya kuimarisha stadi za awali za kusoma, kuandika na kuhesabu KKK, maendeleo ya elimu ya amali na ufundi, pamoja na msukumo wa sayansi na teknolojia. Shule zetu wanachama zinazosomesha watoto wa Kitanzania kwa kufuata mtaala wa kitaifa na kuwasilisha wanafunzi kwa mtihani wa kitaifa. Hivyo kila hatua ya kuziwezesha shule hizi ni hatua ya kufikia malengo ya kitaifa ya elimu. Zaidi ya maneno, TAWOSCO tunathibitisha kwa vitendo kwamba hatusubiri kuombwa, tunachukua hatua wenyewe kuongeza uwezo wa kupokea wanafunzi. Katika mwaka mmoja uliopita pekee, wanachama wetu wamepanua huduma kama ifuatavyo. Vituo 10 vya kulelea watoto daycare vimepanuliwa. Shule 16 za awali zimekuwa na kufikia hadhi ya shule za msingi. Shule 46 za msingi zimepanuliwa hadi sekondari na kidato cha kwanza hadi cha 4 O level. Shule 19 za sekondari zimepanuliwa hadi kidato cha 5 na 6 A level. Upanuzi huu hususan wa shule za sekondari ni maandalizi ya moja kwa moja ya kupokea wanafunzi wa double cohort ya mwaka 2028 na tumeufanya kwa rasilimali zetu wenyewe. Huu ni ushahidi tosha kwamba sekta binafsi si mzigo, bali mshirika wa kutegemewa katika kufikia malengo ya kitaifa ya elimu. Kwa msaada, tunakuomba, tunaweza kuongeza kasi na wigo wa maandalizi haya kwa manufaa ya taifa. Elimu jumuishi, hatua za wanachama na fursa ya ushirikiano. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika eneo la elimu jumuishi, TAWOSCO tunajivunia hatua zinazochukuliwa na wanachama wetu. Kwa sasa tunazo shule 2 zenye vitengo vya elimu vilivyosajiliwa, Josephian na Genesis, zenye wataalamu wa fani hii. Aidha, baadhi ya wanachama wamekubali kupokea watoto wenye mahitaji maalum kwa kupata mafunzo na msaada wa kitaalam kutoka kwa shule zenye vitengo hivi. Tunawapongeza kwa dhati na tunazihimiza shule nyingine wanachama kufuata mfano huu, kwa kuwa idadi ya watoto wenye mahitaji maalum ni kubwa na inahitaji mikono mingi. Shule za Josephian ipo tayari kutoa mafunzo na kufuatilia pale utakapokuwepo uhitaji. Kuhusu utambuzi wa mapema, tumebaini changamoto ya msingi. Serikali imesambaza vifaa vingi vya utambuzi karibu katika kila wilaya zote nchini, lakini bado kuna uhaba mkubwa wa wataalamu wa kufanya utambuzi. Matokeo yake, wazazi wengi wenye watoto wanaohitaji huduma hii wanalazimika kusafiri umbali mrefu, mara nyingi hadi Dar es Salaam, kupata huduma katika vituo kama Josephian ESRAC. Ili kupunguza adha hii, Josephian ambayo ni moja katika shule za TAWOSCO ipo tayari kutoa mafunzo ya muda mfupi ya mwezi mmoja hadi 3 kwa wataalamu wa utambuzi kwa taratibu na kugharamia utakaokubalika. Hatua hii itawezesha vifaa vilivyopo katika wilaya kutumika ipasavyo na kuwaondolea wazazi usumbufu wa safari ndefu. Maombi yetu kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa, tunaomba msaada wako katika maeneo yafuatayo: kutuharakishia kukamilisha mpango wa makubaliano ya maelewano MOU ya kupokea wanafunzi watakaotokana na double cohort ya mwaka 2028, sanjari na kuzitaarifu mapema shule zilizomo kwenye mpango wa kuharakisha usajili wa zile zinazoanzisha au kupelekewa kidato cha sekondari. Muda unakwenda na maandalizi haya yanahitaji uwekezaji mkubwa katika miundombinu, fedha na vifaa. Hivyo tunakuomba Mheshimiwa mgeni rasmi, tupewe uhakika wa maeneo pamoja na kutuunganisha na taasisi za fedha zenye masharti nafuu
ili tuanze mara moja bila kuchelewa. Pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, kutusaidia kupata mrejesho wa matokeo ya wasilisho letu kwa kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti kuhusu mfumo wa kodi. Wasilisho ambalo kimsingi lilifanyiwa kazi na kikosi kazi kilichoundwa chini ya kamishna wa elimu. Mrejesho huu utatuwezesha kufahamu hatua zilizofikia na kujipanga ipasavyo. La tatu, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuimarisha misingi ya elimu ya amali kwa sekta binafsi. Elimu ya amali ni fursa muhimu kitaifa, lakini bado kuna uhitaji na uelewa zaidi, hususan katika kutambua na kuchagua mikondo sahihi ya uanzishaji na kuendeleza, ambapo baadhi ya mikondo inahitajika uwekezaji mkubwa. Tunaomba serikali yetu tukufu ijenge misingi imara inayotekelezeka na iwe tayari kuwa mshauri mentor wa sekta binafsi katika eneo hili, ili dhana hii iingizwe ipasavyo katika mipango yetu. Vile vile, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuunga mkono elimu jumuishi katika shule binafsi, kutambua na kuunga mkono ombi la Josephian na kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa wataalamu wa utambuzi ili vifaa vilivyokwisha sambazwa katika wilaya vitumike na huduma isogezwe karibu na wazazi, kuziwezesha shule zetu zenye vitengo vilivyosajiliwa kupata vifaa na msaada stahiki na kutoa mafunzo kwa walimu wa elimu maalum pamoja na utambuzi rasmi wa mchango yetu. Aidha, kwa kuzingatia ongezeko la mahitaji, tunaomba serikali yako itoe vivutio incentives kwa wanaowekeza katika elimu maalum chini ya mfumo wa PPP, sanjari na mkakati wa kitaifa wa elimu jumuishi. Juhudi na tuwape nafasi ulizoziridhia na mchango wa TAWOSCO kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania TIA. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua pia changamoto inayoongezeka ya kupanda kwa gharama ya uendeshaji wa shule kunakochangiwa na kasi kubwa ya mabadiliko ya kiuchumi ya kimataifa. Tunaomba serikali ituangalie kwa jicho la kipekee na kuisaidia sekta binafsi, hasa TAWOSCO, ili tusilazimike kushusha kiwango cha elimu tunachotoa. Zaidi ya yote, tunaomba tuwe na majadiliano ya karibu na endelevu na serikali, ili kwa pamoja kama washirika tutafute suluhu ya changamoto hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wan Hafidh Ameir, mbunge, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, ambaye ni mgeni wetu rasmi leo kwa mara nyingine tena, napenda kukushukuru kwa kutuheshimu na kuwa pamoja nasi leo. Mungu aendelee kukutunza na kukubariki katika majukumu yako ya kuiongoza sekta ya elimu. Namshukuru pia kamishna wa elimu Profesa Lwambwene Mutahaba, mkuu wa mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Adam Kigoma Malima, afisa elimu wa mkoa, na wageni wote pamoja na wadau wetu kuwa pamoja nasi.